Na mtazamaji, ni siku ya Jumatano tarehe 21 mwezi ukiwa ni wa Juni 2017. Popote ulipo, jioni njema, hujambo na karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii, ambapo nitakuletea taarifa hizi na vile vile katika sehemu yetu ya pili kupitia KTN News tunakuwa na mahojiano ya elewa sheria, na tayari mgeni wetu amewasili, wakili George Kithi. Tuko naye kwenye studio ambapo tutakuwa tunajadili masuala ya hizi mahakama za watoto na baadhi ya maamuzi ambayo yanayotolewa kuhusiana na uhalifu uliofanywa na watu ambao walio chini ya umri wa miaka 18. Karibu kwa taarifa kamili. Moja kwa moja mtazamaji, tuanze na vidokezo. Jubilee atafuta ufuasi zaidi katika kaunti ya Murang'a, huku Raila na kikosi chake wakipiga kambi katika kaunti ya Nakuru. Party imeamua na imeamua vizuri. Sasa muendelee pale mfagie uchafu wote wa Machakos. Wavinya Ndeti apata kibali cha mahakama kushiriki katika uchaguzi wa Agosti kwenye kinyang'anyiro cha ugavana huko Machakos. Kilichotokea ni kwamba wakipaki maeneo hayo bado wanakamatwa. Niliweza kuharibiwa kifaa changu cha kuwezesha kutembea ambao ni mguu wangu wa bandia. Na nchini Tanzania, maafisa wa polisi wamo taabani kwa tuhuma za kuwanyanyasa watu wanaoishi na ulemavu. Karibu kwa taarifa kamili za KTN leo. Jina langu ni Ali Manzu. Kulikuwa na maandamano katika kaunti ya Narok baada ya mzozo kulikuwa na maandamano katika maeneo ya Narok mapema hii leo, na kutokamana na mzozo kati ya wafuasi wa chama cha Jubilee na wale wa chama cha Mashinani. Mwanahabari mwenzangu kutoka maeneo hayo ameweza kututumia taarifa ifuatayo. We will not be cowed. We will not be intimidated, because we want to demand the reasons why that person has not been arrested. We demand the arrest of Ngong because of this killing. Kama mtu anafikiria uongozi wa Emuru wa Digiri sio lazima ibadilishwe, sio huyo mtu sio lazima auliwe. Kama anataka uongozi wa Emuru wa Digiri ibadilishwe, mtu unashawishi mtu, unaomba kura mtu, unaeleza ile maneno unataka mpaka akubali akuje upande wako. Hii maneno tunachukua kwa uzito sana. Tunachukua kwa uzito. Na nikiwa governor, mimi mwenyewe nitaongea na hii security committee. Kama iko shida, nitaambia director ya CID atume uchunguzi hapa. Nitaambia director ya CID, nitaambia IGP, Inspector General of Bonnet, hiyo maneno, na hiyo hatua must be taken within 24 hours. Na mtazamaji, tunaarifiwa kwamba mtu mmoja alifariki kutokamana na maandamano hayo ambayo yalifanyika katika sehemu hiyo. Katika taarifa zaidi mtazamaji, ni afueni kwa mwaniaji wa nafasi ya ugavana katika kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti baada ya mahakama kuamrisha kuwa jina lake liwe kwenye orodha ya wale ambao watakaowania nafasi hiyo na hata kuchapishwa katika karatasi za kupigia kura. Taarifa ifuatayo inaeleza zaidi. The decision of the Response Tribunal made on 8th June 2017 in Conference 79 of 2017, that decision is hereby quashed. Baada ya siku kadhaa, Jaji Odunga alitoa maamuzi yake kuashiria kuwa Wavinya ana haki ya kushiriki katika uchaguzi mkuu wa tarehe 8 Agosti kwenye kinyang'anyiro cha ugavana wa Machakos.
Kulingana na Odunga, jopo la kutatua mizozo ya vyama vya kisiasa lilikosea kwa kutegemea tarehe za wanachama wa mbunge huyo wa kitambo wa Kadhiani badala ya vigezo vya makubaliano ya miungano. Koti imeamua na imeamua vizuri. Nje ya mahakama, wafuasi wa Ndeti wakajawa na furaha riboribo. Kuu zaidi walikuwa chini ya mbawa za kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Sasa muendelee pale mfagie uchafu wote wa Machakos. Watu wa Machakos pesa zao zimeibiwa, na badala ya wale ambao ni wezi kuletwa kwa mahakama, wanashtaki wale ambao wanataka kuwafagia. Kwa hivyo Mungu ni mwema kwa watu wa Machakos. IBC, I forgive you. Yes. And I leave you in God's hands. Na mjue Kenya ni kubwa kuwashinda. Sasa Wavinya atamenyana na mpinzani wake mkuu ambaye ni gavana wa Machakos Alfred Mutua kwenye uchaguzi huo. Cecily Wakesho, KTN leo. Mwenyekiti wa Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC Francis Ole Kaparo amewataka Wakenya kujiepusha na matamshi ambayo yanaozua chuki yanayoweza kusababisha ghasia maeneo yoyote. Akizungumza katika kaunti ya Uasin Gishu, Kaparo amesema kuwa Kenya haitakiwi kutumbukizwa tena katika vita vya kikabila jinsi ilivyokuwa baada ya uchaguzi wa mwaka 2017. Mwanahabari Elvis Kosgei anaarifu zaidi kutoka Uasin Gishu. Tunataka amani, hatutaki vita. Ndio taswira kamili katika eneo la Kiambaa, kaunti ya Uasin Gishu. Waathiriwa hawa wa ghasia baada ya uchaguzi mwaka 2007 waliandamana ili kuwakashifu viongozi wanaodaiwa kuyatoa matamshi ya chuki. Na tukaja tukapoteza watu wetu 38 hapa Kiambaa. Na wakati ambapo hizo vidoda vinaguzwa, sisi tunasikia uchungu sana. Nilimpoteza mse wangu. Na hiyo wakati nilikuwa na shida mingi. Saa hii hata sijuagi mse yangu kaburi yake iko wapi. Ningeomba kusema ukweli kwa serikali yetu ya Kenya. Nisaidiwe. Hata mimi nifukue mse yangu kwenye yako, nimulete kwa boma. Nikikaa hivi nionage mahali mse yangu amelala. Sababu alipotea kama muuaji, ni kama mtu mwenye alikuwa amechukua mali ya wenyewe. Ninakuwa na shida mingi. Wakati huo huo, mwenyekiti ya tume ya NCIC Francis Ole Kaparo alizuru eneo hili kutafuta kiini cha machafuko na kuwatahadharisha dhidi ya mivutano ya jamii. Nyinyi matusi ndio mnapigia vigelegele makofi. Ndio mna encourage viongozi watukanane. Na hata wakisha tukanana na wanasemekana waandika taarifa ndio washtakiwe, jamii mzima wanatoka wakasema tunamtetea mtu yetu. Kwani nani hana watu yao? Eneo la Eldoret na viunga vyake linatajwa kuwa mojawapo ya maeneo yaliyoathirika pakubwa katika ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 ambapo watu wasiopungua 1200 walithibitishwa kufariki. Elvis Kosgei, KTN News, katika eneo la Kiambaa, kaunti ya Uasin Gishu. Na katika taarifa zaidi, mtazamaji, kwenye kinara muungano wa NASA Raila Odinga ametangaza kwamba wataelekea mahakamani ili kupinga zabuni ya kuchapisha karatasi za kupigia kura iliyopewa kampuni ya Dubai ya Al Ghurair. Raila Odinga anadai kuwa IEBC imeshawishiwa kutoa zabuni hiyo kwa kampuni hiyo na watu ambao walio karibu na Rais Uhuru Kenyatta. Mwanahabari Nick Wambua anaarifu zaidi. Tarehe ya uchaguzi inapozidi kukaribia, NASA imeweka mipango thabiti ya kuzuia kile inachodai kuwa wizi wa kura kwa kuzindua vituo vidogo kwa shughuli hiyo ya kuhesabu kwa jina Dr. Polling Stations. It marks a historic turning point. Ila mgombea wa rais wa NASA Raila Odinga asema hawana imani na kampuni ya Al Ghurair iliyopewa zabuni ya kuchapisha uchaguzi. Kuna njama ambaye hata mtu mjinga anaweza kuona iko juu ya hii zabuni hii. Ndio sababu tumesema sisi hatuwezi kukubali kama NASA kuingia kwenye shimo kama tunaona kuna shimo. Mjadala umeshika kasi kuhusu iwapo zabuni hiyo ifutiliwe mbali au la, huku tume ya uchaguzi ambayo ilikuwa imepinga kuharamisha zabuni hiyo ikitoa kauli yake. Tutaenda mahakamani na
kusimamisha hiyo kandarasi. Na kama IBC hawataki uchaguzi, walezi wa Kenya wao wanasukuma IBC. IBC inasukuma tu, si ati wanapenda, wanasukuma tu mpaka muende Dubai. Mpaka tuende Dubai, nasema hatuendi Dubai, sisi turudi Misri, tunaenda Kanaani. Kwa upande mwingine, viongozi wa dini wamejitolea kuongoza mazungumzo kati ya IEBC na washikadau wote katika uchaguzi. Acknowledge the significance of dialogue so that people talk and come to a consensus over matters that may have contention, because that is good for everyone. Shughuli ya kuchapisha karatasi za kura imekuwa ikikumbwa na utata hata katika uchaguzi mkuu uliopita, na inasubiriwa sasa kuona jinsi mzozo huu utakavyotatuliwa. Nicholas Wambua, KTN leo, Nairobi. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Napumua kidogo, nitarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi. Endelea kuwa nasi.